Boti hii itakuwa na kina cha mita 20, itakuwa na uwezo wa kuhudumia meli ya tani 200,000 katika gati zote za Afrika Mashariki, tukijumlisha Mombasa pamoja na Dar es Salaam. Hakuna bandari yoyote katika Afrika Mashariki yenye uwezo wa kupokea meli za namna hii. Asante sana Mkurugenzi Akif, naomba ubakie. Katika nchi yetu uchumi wetu unakuwa kwa kasi nzuri ya 7.4 hadi au tuseme 7.1 hadi 7.4. Ni ukuaji mzuri wa uchumi, lakini kuna mambo matatu ni kikwazo cha ukuaji zaidi katika nchi yetu, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza ni bandari. Kuna msongamano mkubwa pale Malindi, na kwa sababu bandari ile imejengwa mwaka 1920 huko, huwezi kuipanua, haina sehemu ya kuipanua zaidi, na kwa hivyo meli zinakaa muda mrefu kabla mizigo haijashuka kwa sababu ina gati moja ndogo. Tatizo la pili ni uhaba wa umeme katika nchi yetu. Umeme tunaopata kutoka Tanzania bara haututoshi tena, tunahitaji umeme wa ziada. Na tatizo la tatu ni kuwepo kwa hifadhi ndogo ya mafuta, jambo ambalo linapelekea gharama za mafuta katika nchi yetu kuwa kubwa, kwa sababu mafuta yakitoka nje lazima kwanza yakashushwe Dar es Salaam au yakashushwe Tanga ndo yaje Unguja kidogo kidogo. Hii inaongeza gharama. Sisi kama serikali tumeamua kuyamaliza matatizo hayo matatu yote kwa mpigo. Tunajenga bandari hapa Mangapwani, bandari jumuishi ambayo katika Afrika Mashariki nzima haitokuwepo kama hiyo. Bandari itakayoleta meli kubwa za kisasa zenye kubeba zaidi ya makontena 15,000. Maana yake Zanzibar, Mangapwani itakuwa ni kitovu cha biashara ya usafirishaji wa makontena katika Afrika ya Mashariki.